makusudio na dhamira yetu, amini kwa uwezo wa Mungu tutafika. Ndugu Mtanzania, twende pamoja, imarisha afya yako na dawa ya 4A9. Hali gani mtazamaji wa TR4 Media, tumekutana tena kwa siku nyingine tena katika kipindi cha Jitambue na 4A9 baada ya katika harakati za uchaguzi mkuu ambao umefanyika Oktoba 28, na leo tumekutana salama salmini. Nikukaribishe na huu ni wasaa wa Jitambue. Unapata nafasi ya kujitambua katika nyanja mbalimbali, masuala ya jamii, afya, matibabu na mambo kadha wa kadha. Kama kawaida, jina langu Aisha Salum, lakini pia bado tupo na Tiara Msigwa. Huyu ni mtafiti aliyefanikiwa kuvumbua dawa ya 4A9. Ni dawa ambayo inasaidia magonjwa sugu kama vile kisukari na magonjwa mengine. Nikusii tu kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Lakini kwa yeye ambaye unatumia mitandao ya kijamii, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook unatupata kwa jina la Twalibu Msigwa. Instagram unatupata kwa jina la 4A9_jawabu_sahihi. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu TR4 Media. Nikusii kuwa nasi. Asalamu alaykum. Habari ya uzima? Niko vizuri. Harakati za siku 2-3 hapa. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Na ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Mungu mwema, tumekutana tena tukiwa salama salmini kabisa. Tiara Msigwa katika Jitambue na 4A9, kama kawaida mtazamaji anapata nafasi ya kujifunza vitu mbalimbali. Kuna vitu ambavyo havifahamu katika masuala mazima ya afya, matibabu na vitu vingine. Kwa kuanza kabisa, katika upande wa VVU, virusi vya ukimwi, katika swala la ajali, maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa mfano labda ajali imetokea, mimi labda nimejichubua labda mkononi na jirani yangu labda amenichubua. Kwa bahati mbaya zile sehemu zikakutana, nafasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi katika upande huo ukoje? Ni vizuri, ni swali zuri, lakini ni vizuri zaidi ni inapotokea ajali au inapotokea mgusano wa baina ya damu A na damu B, kuna uwezekano mmoja akachukua tatizo la huku akalipeleka huku, na kuna uwezekano mmoja asipokee tatizo la mtu mwingine. Kwa hiyo wanaopata kuonekana wote ni wameambukizwa, si wote ni waaminifu au walipata kwa njia ya kukutana baina ya mmoja na mtu mwingine au kujamiana kwa lugha nyingine. Maradhi haya yana tafsiri pana zaidi, na kila kukicha tunazidi kuona kumbe kuna kitu fulani ambacho kimeongezeka katika kuweza kugundua tatizo la huyu mtu alipata tatizo kwa sababu gani na kwa muda gani. Kwa hiyo ajali ni moja ya sababu ya kuchukua damu kutoka sehemu A kupeleka sehemu B, lakini ni moja ya sababu ya kutofanya watu waliokuwa wawili wasije wakaambukizwa tatizo la mtu mmoja na kwenda kwenye tatizo la mtu mwingine. Kwa hiyo ajali ni moja ya sababu ya kuleta madhara na ni moja ya sababu ya kutokuwa na madhara. Kinga ya mwili na grupu la damu la mtu inaweza ikasaidia uwepesi au ugumu wa mtu kupata maambukizi ya magonjwa mbalimbali? Swali zuri sana, lakini tutaona mafanikio yake baada ya harakati za uchaguzi kuisha. Kuna mtu ana grupu O, mwingine B na kadhalika. Vipi wa grupu O, vipi wa grupu B? Niliwahi kusema katika maswali ulioniuliza, mwanadamu ni mmea, na mmea unahitaji virutubisho vizuri.
Kwa hiyo mwili wa mwanadamu kama haukupata virutubisho vizuri, hautomea vizuri hata kama una grupu nzuri. Kwa hiyo ulaji wa chakula vizuri, upatikanaji wa protini kwa uhalisia wake umfanya binadamu aishi vizuri na katika mazingira mazuri. Lakini kama ana grupu zuri lakini chakula sio rafiki, stress na kadhalika, mtu huyo atakuwa afya yake sio nzuri hata kama na grupu nzuri. Kwa hiyo nikagusia kidogo kusema tutaona tija, tutaangalia mambo mengi ambayo yatajitokeza baada ya kuvuka awamu hizi za uchaguzi. Tutaona mazingira ya watu ambao wamenufaika baada ya kupata kazi, kwa maana atakuwa na uwezo sasa kununua chakula vizuri, atakuwa na uwezo kupanga mfumo wa maisha yake vizuri, kwa sababu sasa ana ajira ambayo ina uwezo ikamsaidia kuweza kuboresha afya yake kutokana na kipato, kutokana na kazi yake. Kwa hiyo hilo linaweza likachangia, lakini uwe mzuri ujuavyo kwa maana grupu lako. Lakini kama tokea asubuhi umekula chai na muogo, mchana unapiga ndefu, usiku unakuja kula wali maharage au chapati, hakuna cha maana ulichoingiza katika mwili, na hii kutokana na kipato ambacho sio rafiki. Kwa hiyo grupu la mtu litaimarika kutokana na mafanikio anayoyapata kutokana na chumo la mikono yake, kwa maana ya kula vizuri, ya kuishi vizuri. Huwezi kuishi vizuri, huwezi kula vizuri kama huna kazi nzuri. Una uwezo wa kupata kipato, kwa sababu parachichi inahitaji ununue, tikiti unahitaji ununue, ndizi unahitaji ununue, maziwa unahitaji ununue, na mwili unahitaji kiasi fulani cha maziwa kwa mwaka. Mwili unahitaji kiasi fulani cha samaki kwa mwaka. Mwili unahitaji nyama kiasi fulani, kwa sababu vinapatikana kwenye nyama, vingine vinatoka kwenye majani na kadhalika, ambavyo vinakuja kwenye mbuzi au ng'ombe au nguruwe na kadhalika, alafu vinakwenda katika mfumo ambao wewe utaweza kula. Kwa hiyo unatoka kwenye miti, unapita kwenye wanyama, unakuja kwako. Kwa hiyo kuna transfer fulani ya protini ambazo zinatembea, ambazo wewe lazima uhitaji. Kwa hiyo mwanadamu ni mmea, na mmea unahitajika uwe unapata virutubisho vizuri. Vijana wengi wa Kitanzania na nje ya Afrika, hasa Afrika, unaweza kukutana naye ukafikiria ana miaka 70 au 50, kumbe maskini ya Mungu ana miaka michache. Ni kwa sababu uso wake umekosa virutubisho bora, na unaanza kupoteza. Mtu unafikiri bondia, uso unajikunja kwa sababu ya kufikiria kula, kufikiria watoto, kufikiria nini. Kwa hiyo ni tatizo kubwa. Tukija hapo katika upande wa vyakula, tunaona vijana wengi sasa hivi wana vyakula vyao wenyewe, wanasema wanavipenda. Mwingine anaweza akamaliza wiki nzima yeye anakula chipsi tu, wengine wanakula baga, pizza, vijana wa mjini hao. Na inaonekana vyakula ambavyo wanatumia inachangia pia kuwa miongoni mwa sababu ambazo mtu anaweza akapata tatizo labda la kutokuwa na uwezo wa kumpa mtu ujauzito. Kwa mfano, kijana kama huyo amekuja na tatizo kama hilo, anatumia dawa ya 4A9, lakini katika mpangilio wake wa vyakula ndio hivyo chips, baga, nini. Wewe kama T.R. Msigwa, huwa unapata nafasi pia ya kukaa na mgonjwa kumshauri labda aina ya vyakula au vipi kutokana na tatizo ambalo analo? Yusufu alitamka ndoto yake kwa kipindi kidogo sana. Nabii Yusufu alitamka ndoto yake ilimletea uadui mkubwa sana. Kusema yote unayojua yanaweza ikawa ni chanzo cha kuwa na maadui wengi katika mapambano. Na siri ya mapambano si kusema kila hatua unataka kuchukua. Sisi katika ndoto zetu za 4A9 ni lazima tuwe na kitengo cha taaluma cha elimu ili kutoa fursa ya kuelimisha faida ya chakula na madhara ya kula vyakula ambavyo havina tija katika mwili wa mwanadamu. Hili litasaidia kuelimisha, lakini vile vile kumfanya Rais Hari wanasema
unaweza kuona ni kitu rahisi, lakini kinaweza kuletea madhara makubwa katika safari ya maisha yako. Ndio unakuja kuona leo kijana ana miaka 25, ana miaka 30, lakini bado analalamika ukosefu wa nguvu za familia. Ni kwa sababu ya hakuwa makini katika matumizi yake ya mwili. Matumizi ya mwili inaoanisha chakula, inaoanisha na vitu vingi ambavyo vinafanya mwili wake usiwe imara. Ndio maana vijana wengi kuna miaka 30, 35, 20 na kitu wanapoteza uhalisia, lakini na kwenda kwenye makundi ambayo hayana tija kwao, hilo nalo ni tatizo. Usaweza kujikuta anafanya vitu ambavyo badala ya kuimarisha mwili wake vinakwenda kuua mwili wake. Kwa hiyo lazima kuwe na taaluma maalum au kuwe kuna mafunzo maalum ya kuelimisha vijana ili waweze kujua kipi kinastahili kufanyika, kipi hakistahili kufanyika, lakini msingi wake ni kipato. Unaweza kuwa na kipato ukafanya vitu vya hovyo, ni kwa sababu sasa hauna elimu au una makundi ni akili kuambiwa, yani wewe akili yako haichanganyi, haichambui ili zuri ili baya. Kutokana unaweza ukajikuta mtu anakuta bange na ukaingia ukaanza kuvuta. Akili yako haikuweza kujua kile kinachofanyika ni kizuri au sio kibaya. Kwa hiyo moja ya ndoto yetu ni kuwa na kitengo maalum cha taaluma ili kuwapa taaluma watu ambao wanastahili kueneza taaluma hiyo ili kuwasaidia waweze kuepukana na gharama za matibabu na kuepukana na miili yao kuingia katika hali ambayo sio nzuri katika safari ya maisha. Na mtazamaji wa TR4 Media, kama ndio kwanza unajiunga nasi, bado hujachelewa. Na huu ni wasaa wa Jitambue na 4A9. Bado tupo na TR Msigwa. Unaweza kutembelea katika kurasa zetu za kijamii. Facebook unatupata kwa jina la Twalibu Msigwa. Instagram unatupata kwa jina la 4A9_jawabu_sahihi. 4A9 jawabu sahihi. Tuendelee tu. TR Msigwa. Kuna siku tulizungumzia njia mbalimbali za kutafuta tiba au aina za tiba. Kwa mfano mtu kaugua, hajaenda moja kwa imani yake mwenyewe, anahisi labda kama mambo ya kishirikina, hajaenda hospitali wala nini, akaanza kutafuta wapi atapona. Amezunguka kwa waganga wengi, huyu kampa dawa hii, huyu kampa dawa hii, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda anaona hali inazidi kuwa mbaya. Kwa bahati nzuri Mungu si Asmani, wanasema kaona maelezo ya TR Msigwa, akasema ngoja nikajaribu kwa TR Msigwa nione ufumbuzi. Amekuja mgonjwa wa aina hiyo, katika ufanyaji kazi wa 4A9 unanisaidia. Kwanza lazima watu wafahamu vitu vitatu muhimu sana. Kitu cha kwanza, mganga ni mtu mwenye uwezo wa kifikra kutatua tatizo la afya linomhusu mtu mwingine. Huyu anaweza kawa na sifa ya kuitwa mganga au dokta au tabibu na kadhalika. Ni vizuri watu wakajua tafsiri ya haya maneno ya lugha hizo. Lakini unapokwenda kwa mtu mwenye uwezo wa kutatua tatizo lako kwa afya, acha kutatua tatizo la migogoro ya kifamilia, ya mahusiano. Unaweza ukaitwa daktari kutokana na kutatua migogoro, kwa mfano chama fulani na chama fulani, kwa mfano taasisi fulani na taasisi fulani, kwa mfano mtu fulani na mtu fulani hawaelewani, ukatatua ule mgogoro. Hii ni moja ya unaweza ukapewa heshima ya kupewa daktari, kwa kuwa umeweza kutatua migogoro au tatizo linalofanya watu wawili kutoelewana. Kwa hiyo katika tiba kuna vitu vitatu muhimu. Kitu cha kwanza lazima ujue tiba ziko aina ngapi. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kutokana na kutoridhika vya kutosha, aidha kwa mganga au kwa mteja, aidha kwa dokta au kwa mteja wake, aidha kwa tabibu au kwa mteja wake, lazima uwe na kitu kinachokuongoza. Kwa lugha nyingine inaitwa kipimo. Vyovyote vile utakavyokiita, lakini lazima mwenye sifa daktari lazima aongozwe na kitu kinachoitwa kipimo.
na awe mkweli katika kile kipimo. Kipimo ndio kinachomuongoza yeye kujua ukweli uko wapi juu ya tatizo lile. Utapomwambia ukweli bila kuleta ubabaifu wote, mgonjwa akaelewa ule ukweli. Usikubali kwa mfano ukweli wako unataka mgonjwa afanyiwe operation. Operation thamani yake ni milioni 2. Lakini unajifariji unasema tunaweza tukakuandikia dawa ambayo thamani yake ni 700,000. Hii ni moja ya tatizo inayofanya wagonjwa wengi kutopata mafanikio ya tatizo analokusudia. Anaona bora atumie dawa, sasa anaweza akatumia dawa asipati mafanikio, akaenda kwa mtu mwingine pasipo kujua amejidanganya mwenyewe au yule daktari alimdanganya au alijidanganya, kwa kuwa akisema tiba yake ni milioni 2 yule mtu atamkosa. Kwa hiyo bora aseme hela kidogo ili apate kile kidogo ili mambo mengine yaende. Kwa hiyo ile nalo ni tatizo ambalo linawafanya watu wengi wasiweze kufanikiwa. Kwa hiyo ukija kwenye timu ya TR Msigwa unakutana na ule utaratibu ambao tunaamini sisi ndio utaratibu mzuri ambao tunaofanya. Kwa hiyo kama una tatizo fulani tukwambia tatizo hili kiasi chake ni kiasi fulani, unaweza chukua hatua, huwezi acha, ili wewe na sisi tusiingie sehemu tukawa ni moja ya tatizo ya kulaumiana. Katika upande wangu mimi katika masuala ya VVU sisi tunafanya kazi nyingi, lakini hasa tuna nafasi kubwa katika masuala ya virusi. Tunaangushwa na tunakosa jawabu stahiki kwa sababu ya vipimo. Ni vizuri zaidi mtu akajua alipo kabla ya kuingia, alafu baada ya kumaliza dozi akajua hali yake ikoje. Akienda hivi hatakuwa na lawama kwako, kwa daktari, hatakuwa na lawama yeye mwenyewe kama mgonjwa, kwa sababu anajua kabisa nina uwezo wa kuendelea kutumia dozi 2 au nikatumia dozi 1 kutokana na hali niliyoiona baada ya kutumia dozi 1. Kwa hiyo madhara yanayomfanya mtu kuwa na waganga zaidi ya 5-9 ni kubariana na ukweli kutokana na tatizo husika lililomkabili katika safari yake ya maisha. Naam, TR Msigwa. Kwa mfano mtu amepata ujauzito. Watu wengine wenyewe wanasema mimi bado sijajipanga kuwa na familia au kuwa na mtoto sasa hivi. Akaenda akatoa ile mimba. Kwa bahati mbaya katika harakati za kutoa ule ujauzito ikatokea itirafu kwenye kizazi. Akija kwa TR Msigwa kuhitaji msaada kuweka usawa katika kizazi chake ili hata baadaye anapohitaji mtoto isiwe shida. Kwanza lazima ufahamu kitu kimoja na jamii ielewe hivyo. Wewe unatakiwa kwenda katika sehemu ambayo unaamini ni sehemu nzuri. Na kwa mfano tuchukulie mfano kuna hospitali labda ya taifa na hospitali zingine ambazo ziko mitaani. Utapokwenda kwenye hospitali ambayo ni iko makini, kwa maana madaktari wake wako makini, na hapa lazima uelewe umakini wa daktari sio tija ya mgonjwa, lakini kuna nafuu fulani ya kutana na mtu mwenye fani yake na mtu ambaye si fani yake. Kwa hiyo ukienda kwa mtu mwenye fani yake, taratibu za kusafisha au taratibu za kutoa mimba au taratibu zozote zitaendana na taaluma ambayo inakidhi kiwango cha wewe kufanyiwa tatizo lile. Ukipatia hivyo ikatokea bahati mbaya hali ikawa sio nzuri, na sisi kwenye tafiti yetu swala hilo hatujakuwa nalo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo inalazimika tuanze hatua kama ya kufanya tafiti upya kuona je, mtu aliotolewa ujauzito au mtu mimba imeharibika akitumia 4A9 anapata tija kiasi gani. Kwa hiyo ni hatua nyingine ambayo tunaweza tukafungua mlango huo uko mbele ya safari katika safari yetu. Kutokana na utandawazi, maisha kubadilika, baadhi ya Waafrika tunakuwa na ile tamaa ya kutamani kuwa na ngozi nyeupe kama wenzetu wazungu. Kuna baadhi yao wengine wakienda wanashauriwa au wengine wanashauriana bana, kuna vidonge hivi, ukitumia vidonge hivi au kusijui kubadilisha shape, wenyewe wanasema, wengine kuna sindano. Athari za hivyo vitu, ikatokea mtu katumia akapata madhara,
katika kurekebisha mfumo wake wa afya, hapo inakuwaje? Kwanza huo ni ujinga uliokithiri sana na ni kuto kujiamini. Unajua binadamu na akili timamu ni yule mwenye kujijua yeye ni nani na mwenye kujua nafasi yake ni ipi. Kisha atakuwa na msimamo. Msimamo unakuja baada ya mtu kujiamini. Kama huna unalojua, unadhani kubadilisha sura au rangi au umbile kunaweza kukawa chachu ya kumshawishi mmoja kati yao unaodhani ikitokea itilafu, huoni ule ushawishi wako utafanya usiendelee kudumu na kile ambacho unachotarajia. Na kijana wa kiume au kijana wa kike lazima atambue anampenda mwanamke kwa sababu gani, au mwanamke anampenda kwa sababu gani. Hivi vitu viwili ni muhimu sana kuvitambua kabla ya kuchukua maamuzi ya kubadilisha maumbile au kubadilisha rangi au nini. Ni kuto kujiamini. Lakini sisi watu wa 489 hili hatujakutana nalo sana, kwa hiyo siwezi kuwa na maelezo nayo ya kutosha. Ni lenyewe vile vile labda tulifanyie majaribio, lakini huwa tunawashauri watu waepuke madhara yanaweza kusababisha kansa na kadhalika, kwa sababu ya kudhani ukiwa na umbile hili linaweza likakuvutia. Nilikuwa namuona dada mmoja ambaye anauza makande ambaye ametoka Marekani. Shepu yake dada yule ni nzuri, lakini hakuamini kuwa shepu inaweza ikamsaidia katika safari ya maisha yake. Aliamini kazi ndio kitu pekee kinachoweza kumpa riski na kumfanya aishi vizuri katika safari ya maisha yake. Kwa hiyo aliamua njia pekee ni kufanya kazi ya kutengeneza chakula, na chakula kile kikampa umaarufu mpaka mimi leo namzungumza, na kikampa kipato ambacho sio kikubwa sana, lakini kinaweza kukidhi mahitaji yake na ile jamii au wale watu wake wa karibu ambao wanashughulika nao. Sasa yule mtu wa namna ile ameelimika, anajua kumbe sura si chochote, si lolote katika safari ya maisha. Maisha yanahitaji kazi, na kazi ndio inamfanya mtu awe na heshima na utu wake. Sasa mtu akiwa hana kazi, ile heshima na utu itakuwa hapo. Lakini ukijidanganya wewe leo ubadilishe uso, uweke makalio makubwa, kuna wakati tu itakuwa mbele huendi, nyuma hurudi, maana hata hujulikani uko namna gani. Kwa hiyo nalo itakuwa ni tatizo kubwa. Kwa hiyo watu wanahitaji kufikiri kwa kina katika kuchukua maamuzi kutokana na yale ambayo wanaweza kuyaona katika safari ya maisha. Kikubwa ni kujidanganya tu na kujifariji, na hili naliona sana katika hizo nchi zetu za Afrika. Tunapenda sana kuiga vitu ambavyo kwa kweli havina tija na sisi katika safari ya maisha. Kwa kumalizia, T.R. Msigwa, katika upande wa biashara kuna hili swala uoga linawatokea watu wengi. Yaani mfanyabiashara akianzisha biashara yake, kama labda alikuwa anauza maziwa, kama alikuwa anapika chapati, mwanzo atatengeneza bidhaa nzuri kweli. Kama chapati itakuwa nzito kweli, mtu anakuambia ukienda pale ukinunua chapati moja tu umeshiba. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, anaona wateja si wengi, sasa anapunguza ule ubora wa chapati. Mtu anaweza akasema ile chapati hata nikikuangalia hivi na kuona. Mwisho wa siku wateja wanakimbia, biashara ndio hivyo inaishia kati. Tatizo kubwa hasa ni tamaa au vipi, au mtu anakurupuka tu anasema nataka nifanye biashara hii, kwa sababu hata kwenye biashara kuna utaratibu, wanasema business plan. Kabla hujaanza biashara huo umeplan kitu hiki, lakini wengi wao wanachofanya hivi, tatizo hasa ni cha msingi ni hicho ulichosema, plani ya biashara. Lakini lazima mtu mwenye akili timamu lazima ujue ulipotoka, ulipo na unapokwenda. Lakini lingine, lazima ukubali changamoto wakati unaanza, changamoto wakati uko katika safari, na hatima ya safari yako. Lazima kila kitu kiwe kina changamoto. Hakuna kazi au biashara au chochote kikakosa changamoto. Na changamoto hazikimbiwi. Unatakiwa upambane na changamoto. Uwe mwanasiasa, uwe daktari, uwe mwalimu, uwe utakavyokuwa, lazima utakutana na changamoto. Na changamoto lazima upambane nazo. Lakini kitu cha msingi, unatakiwa udumu katika msimamo wako. Sisi tunasema mwanaume mwenye akili timamu huwa anabadilika kwenye kitanda tu.
si kwenye maneno. Ukiona mwanaume anabadilika kwenye maneno au mtu anabadilika kwenye maneno, ni mtu ambaye hajui anachofanya, anafanya kutokana na matukio. Liza katokea tukio fulani ukafanya kitu fulani, huyu anakuwa si madhubuti. Mtu madhubuti anajua kabisa ili afike Chalinze lazima apite njia yake, na njia ya kufika Chalinze ni njia fulani. Lakini inaweza katokea watu katikati wakamshauri, kwa nini usipite huko, kwa nini usipite huko, njia huko karibu, njia huko. Lakini akiwa na msimamo atabaki katika njia yake. Mtu mwenye akili timamu kwanza anatakiwa kujua hilo. La pili, kazi yoyote ukianza nayo vizuri, ukaiheshimu na we mwenyewe ukajiheshimu, na ukawa na miko, yani ukifanya hivi utakuwa umevunja mwiko, ukifanya hivi umevunja mwiko, hautokutana na hilo ambalo wewe unalizungumza. Unapoona wateja wamekuwa wengi, unaona sasa niweze kubadilisha mfumo, maana yake kazi yako ilikuwa haina mwiko. Na ikapokosa mwiko, tafsiri yake ndio hiyo, watu watakukimbia kwa sababu hawapati kitu wanachokitaka. Kwa hiyo hata waumini unaona wanaingia msikitini, kuna mwingine anaingia msikitini anataka aolewe tu, kuna mwingine anaingia msikitini aelewane na bosi wake. Haingii msikitini kwa kuwa anakwenda kufuata sheria za Mungu wake, hapana. Anakwenda msikitini kwa sababu ameshavurugwa, yuko kwenye pipa la grace, kila anachoshika hakiendi, kila anachoshika hakiendi, anaona ngojea niende kwa mganga. Mimi zamani nilikuwa naandika, nachambua nini maana ya nyota. Nyota ni nini? Ni elimu nilisoma sana. Siku moja nikaamua kuandika, nikaeleza nyota ya ndoo. Kwa nini watu waliandika nyota ya ndoo? Na nikachambua rangi ya bahati. Hivi kweli kuna rangi ya bahati na kweli kuna nyota ya ndoo? Nikaweka kama alama ya kuuliza. Kilichonifanya vile ni nini? Nilifanya vile, nilikuwa najaribu kusafisha akili za baadhi ya watu kutojua chimbuko la nyota ni nini, na hiyo ni moja inapoteza watu. Kwa mfano, unaweza ukasema bwana, mimi nina dawa ya mtu kupata ajira, au mimi na dawa ya mtu kupata kazi, ndio hiyo ya ajira. Mimi na dawa ya mtu kumvuta mpenzi, mimi na dawa ya mtu kufanya hivi. Tunaviona hata kwenye mitandao. Sasa wewe umemaliza chuo, umesomea sheria au umesomea masomo ya biashara. Umaliza chuo, kama dada yangu kutoka Marekani kamaliza na masters zake 2. Kakaa kajitolea takriban mwaka mmoja miwili, hakupata ajira. Huyu unamwambiaje ana nyota ya rangi ya bahati ni nyekundu, yani nguo nyekundu ndio rangi yake ya bahati. Kavaa nguo nyekundu. Na wanaotaka ajira wako 10,000. Huyu akikosa kazi, ile nguo nyekundu itakuwa na tija kwake? Kwa nini umemwambia ana nyota nyekundu? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kutokana na shida mtu analazimika kuvifanya, lakini uhalisia wake sio. Ili nalo ni tatizo kubwa katika safari ya maisha ambayo haya tunakwenda nayo. Nikushukuru sana T.R. Msigwa, na imani mtazamaji atakuwa amejifunza kitu. Asante. Mtazamaji wa TR4 Media, ilikuwa Nijitambue na 4A9, na mimi ni jina langu Aisha Salum, lakini pia nilikuwa na T.R. Msigwa. Na imani kuna kitu utakuwa umejifunza. Nikwambie tu bado tutaendelea kuwa na T.R. Msigwa katika Jitambue na 4A9 kwa sababu kuna vitu vingi bado tutaendelea kuvizungumza, kukupa nafasi wewe mtazamaji wetu upate nafasi ya kujifunza mambo mbalimbali, masuala ya magonjwa, matibabu na masuala ya biashara. Pia leo tumezungumzia biashara. Na imani utakuwa umejifunza kitu. Kwa wewe ambaye unashangaa, mbona nimeanza biashara yangu kulikuwa na wateja wengi, ghafla tu binvu biashara imeishia kati. Utakuwa umejifunza kitu, na nina imani utajirekebisha na mambo yataenda safi kabisa. Lakini pia nikukumbushe, unaweza kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii kuendelea kujifunza vitu vingine. Facebook unatupata kwa jina la T.R. Msigwa, Instagram unatupata kwa jina la 4A9_jawabu_sahihi. Lakini pia nikukumbushe tena, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu TR4 Media. Uwe wa kwanza kupata habari mbalimbali zinazojiri kila siku. Tukutane tena wakati mwingine. Makusudio na dhamira yetu ni kuamini kwa uwezo wa Mungu tutafika. Ndugu Mtanzania, twende pamoja.
Imarisha afya yako na dawa ya 4A9.